Asante sana, ahlan wa sahlan wala bini wala. Siku ni leo, siku ni ya anniversary Amani Gospel Center. Tunaposikiza huo muziki ni ibada inaendelea sifa, na muda si muda utapata tunakata keki, tunakula vitu vingi kabisa. Vile vile kuna habari wameingia mali hapa, wana Amani Media wamejaa hapa ndani. Vile vile Amani Fresh News TV watakuwa na peperusha anga live kwenye upepo, kwenye hewa, kwenye runinga zetu za Amani Media, na usibanduke, usiondoke, ungana na sasa tamati. Ahlan wa sahlan, shukran kabisa. Na mpenzi mtazamaji, huyo alikuwa Bwana Lawrence, alikuwa anapeperusha habari hizi moja kwa moja. Kama unaweza kuona ukua katika kanisa la Amani Gospel Homeboys, kama unaweza kuona watu wakiwa wanacheza kwa umahiri wao, wakiwa wanaburudika. Kama unaweza kuona watu wakiwa na furaha zaidi, wakiwa wanaburudika. Waburundi kwa ndani ya nyumba wakiwa wanafurahia zaidi. Kama unaweza kuona tuko live kuhakikisha kwamba habari hizi zinakufikia moja kwa moja. Kama unaweza kuona naam, kama unaweza kuona habari hizi kwa moja kwa moja kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Kama unaweza kumwona mamangu hapa anacheza kwa umahiri wake, anacheza akiwa na furaha tele. Naam, mtazamaji, kama unaweza kuona watu wakiwa wanafurahia zaidi, watu wakiwa wanapendeza, watu wakiwa wamejawa na wingi na Roho Mtakatifu. Naam, kuingia makanani, kama unaweza kuona ibada ilikuwa inaendelea. Naam, ibada ilikuwa inaendelea, watu wakiwa bado wanaburudika, watu wakiwa wanafurahia zaidi kuhakikisha. Naam, ilikuwa ni anniversary ya kuadhimisha miaka 4 ya kanisa la Amani Gospel Homeboys. Kama unaweza kuona, hiyo ilikuwa ni wakati wa sifa ambapo watu wameburudika. Kama unaweza kuona nyuso zao zote zilikuwa zimejawa na furaha, wanabushasha. Ama kumbuka pale baadaye kidogo tutakuwa na kipindi cha chakula, pilau. Kama unaweza kuona watu wako wanaburudika, watu wako wamejaa kwa wingi. Tuko Amani Gospel Homeboys. Kama unaweza kuangalia watu wakiwa tayari wamejaa, na kila nyuso unayoona amali hapa ni nyuso ya furaha zaidi, ilikuwa nyuso ya kupendeza, watu wakiwa na furaha tele zaidi tena zaidi. Kuna nafasi kubwa. Usikae hapo nje ati ndio utaepa, maana nakuona tu. Chini bora kuliko mtoa dhabihu. Tafadhali ni sio wewe, ni mwanangu na kuongelesha na una leta kwenye haya kwenye. Tusonge ndani kwa hizo vitu. Naam, kijana Lawrence pale, kama unaweza kumuona namfahamu wengi. Amehakikisha mahali hapa lazima afike. Naam, unaweza kutuambia unajisikia vipi kuwa mahali hapa? Mimi nasikia raha sana, ahlan wa sahlan. Bila shaka muziki umeshika, tunatarajia mambo mengi, kama kuna keki, kupata pilau, kukata dance, kujua mambo mengi na kupata historia vile kazi ilivyoanza. Bila shaka hatuna budi kupinga ibada hii, ila tuko tayari kabisa kwenye makula ya roho hata ya mwili. Amen. Huyo ndugu Lawrence hapa ambaye amekuwa anahakikisha kwamba taarifa hizi zinakufikia moja kwa moja. So kuna dadangu mahali hapa, atakuwa mmoja tumuuliza anajisikia vipi. Naam, dada, unajisikia vipi kuwa mahali hapa katika sherehe ya Waburundi? Nimejisikia vizuri. Nashukuru Mungu. Leo siku yangu imeenda niwe vile nilipanga iwe. Mungu ameitengeneza. Naam, nao amekuwa dadangu ambao kwa na mmoja kwa kipindi kifupi tu. Kama unaweza kuona watu wako wamekaa vizuri zaidi, wanangoja kipindi kile ambao naita kipindi cha pilau, kipindi cha kusherehekea, kipindi cha bwenene zaidi. Kama unaweza kuangalia kwa mahiri. Kila wakati.